Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa kuwabatiza watoto hawa kama alivyoamuru Kristo, ili wazaliwe mara ya pili, wawe viungo vya Kristo na warithi wa ufalme wa mbinguni. Tuombe. Mwenyezi Mungu, uliye mchunga wa taifa lako, unayewaokoa watu wako na kuwafanyia agano imara, tunakusihi ulihurumie kundi lako na wajalie watoto hawa ambao wanakaribishwa katika urithi wako kwa njia ya ubatizo, na kwa njia hii ya ubatizo wapokee, wawe katika umoja wa ujamaa wa Kikristo, wadumu katika imani, waokoe katika utumwa wa dhambi kwa agano la neema, wakaifikilia ahadi ya uzima wa milele uliotupa katika mwana wako Mwokozi wetu Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Amen. Sikilizeni neno la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amin, nawaambieni, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Basi wakamletea Yesu watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona hivyo alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin, amin nawaambia, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Kwa kuwa katika imani ya Kikristo mnawaleta watoto hawa kwa ubatizo mtakatifu, ni wajibu wenu sasa kukiri imani yetu ambayo kwayo watoto hawa watabatizwa. Je, mnamwamini Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kama ndivyo, mjibu kwa kukiri imani ya mitume. Na hapa niombe sasa washirika tusimame, tuungane na wazazi na wadhamini kukiri imani ya mitume inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni. Namwamini Washarika tukae. Je, wazazi na wadhamini, katika imani hii kwa msaada wa Mungu mtaishi Kikristo nyumbani mwenu, mkiwalea watoto hawa katika ibada na mafundisho ya kanisa, ili wamfahamu Kristo Mwokozi wao? Na wauliza tena, na mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote? Sasa semeni ahadi ya ubatizo. Je, wazazi na wadhamini, mnaahidi mbele ya ushirika huu kuwa mtakuwa mfano mwema kwa watoto hawa? Wapendwa washirika, mtakuwa waaminifu katika wito wenu kuwa washiriki wa kanisa la Kristo, ili watoto hawa na watoto wengine katika ushirika wetu
wakue katika kumjua na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Tusimame tafadhali washarika na tuombe. Mungu wa rehema, kwa kubatizwa kwake mwana wako katika mto Yordani, akawa mmoja na sisi wenye dhambi, akatufunulia utu wetu wa kweli. Ujalia Adamu wa kwanza aliyemo katika watoto hawa azikwe, mtu mpya aonekane, twakusihi. Twaombea watoto hawa, wape uwezo na nguvu za kumshinda shetani, dunia na mwili, twakusihi. Umjalie kila mtoto anayebatizwa sasa ajazwe Roho Mtakatifu wako na wema wa mbinguni, afanye mrithi wa ufalme wako wa milele, kwa rehema yako twakusihi. Kwa sharika tukae na batiza. Sifa
Kuitunza kasa
Tunakushukuru kwa moyo, Baba wa rehema, kwa kuwa umewajalia watoto hawa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu wako, ukawachagua wewe wako na kuwaingiza katika kanisa lako takatifu. Tunakusihi walinde, wasaidie waweze kuyashika hayo mema yako waliopewa leo na kudumu nayo. Neno lako liwamulikie, liwaongoze katika uchaji wa jina lako takatifu. Mwishoni uwape fungu lao mbinguni ulilowaahidi pamoja na watakatifu wote, kwa yeye Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Washarika. Baba yetu wa mbinguni, sisi sote tuliobatizwa tunakuomba, bali tudumu ndani yake katika imani, uthabiti na utii kwa neno lako la uzima, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wadhamini, wapeni wazazi watoto, wale wazazi wenye ndoa za Kikristo, wapeni hao wazazi vitabu, ukurasa wa 366. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako nyingi unazotutendea kila siku. Tunakushukuru kwa kuwatunza na kuwasaidia hawa wazazi katika saa ya kuona uchungu na mahangaiko. Hata kwa ulinzi wako umewajalia, ukawapa watoto hawa na kuwaweka mikononi mwao salama. Na leo hii kwa njia ya ubatizo wamepokelewa kuwa katika kundi lako na warithi wa uzima wa milele. Baba Mungu, kwa haya yote wazazi hawa wako mbele yako, mbele ya ushirika huu, kukutukuza na kukushukuru kwa huruma zako nyingi kwao zisizochunguzika. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tukuomba uwasikie. Amen. Mseme yale maneno pale, yale yaliyokolezwa mtukuze. Tuombe. Mungu, tunakuomba walinde wazazi na watoto wao, wawe na nguvu za kimwili na kiroho. Wajaze wazazi Roho Mtakatifu wako, wapate kuwalea watoto wao kwa upendo, ili wakujue wewe Mungu, wakutii, wawe na ujuzi wa kufanya mapenzi yako. Amen. Amani katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Mwenyezi na mwenye huruma, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru uso wake na akufadhili, akupe uso wake na akupe amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Mwenyezi na mwenye huruma, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, akubarikie na kukulinda, akuangazie uso wake na akufadhili, akupe uso wake akupe amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Mwenyezi na mwenye huruma, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, akubarikie na kukulinda, akuangazie uso wake na akufadhili, akupe uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
huruma, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, akubarikie na kukulinda, akuangazie uso wake akulinda, akupe uso wake akupe amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Akuangazie uso wake na akubariki, akupe uso wake akupe amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, na Bwana akupe uso wake akupe amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki, enendeni kwa amani.